Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo neno la Bwana katika asubuhi ya leo, tunaanza kwa kuliangalia somo la kwanza, ambapo tunakutana na fundisho juu ya faida za majaribu. Ndugu zangu, Yakobo anakubali kwamba majaribu yapo, lakini atakayeweza kukabiliana nayo hadi mwisho, huyo hukubaliwa na Mungu na hujipatia tuzo kuu. Mtu wa namna hii ni yule awezaye kuona faida iliyopo katika vishawishi, yaani kuimarisha imani ya mwanadamu. Na hili ni kweli ndugu zangu, ambalo maishani tunakumbana nalo mara nyingi. Ukikutana na mtu ambaye majaribu kama magonjwa yamewahi kuja kwake kwa njia mbalimbali na akaweza kuyashinda kwa imani, kwa kweli huyu mtu huwa ni wa kipekee kabisa. Huyu huwa siku zake zote huwa anakuwa imara, hayumbishwi na vitu vidogo vidogo ndani ya imani yake. Huyu kweli huwa na imani kubwa kabisa ndugu zangu. Ni kama shahidi aliyekamatwa, akalazimishwa akane imani yake, akakataa, akasimama mpaka mwisho na akaepuka kifo. Huyu kwa kweli ni shahidi ambaye atakuwa akiringia imani yake kila wakati. Lakini ukikutana na yule ambaye hajawahi kukutana na majaribu yoyote, kwa kweli imani yake mara nyingi huwa ni dhaifu. Na imani au mtu ambaye anafuata mkumbo, mtu namna hii huwa ni dhaifu. Akipatwa na jaribu lolote tu huikana imani yake na kugeukia pengine dhambi. Halafu kuna wale wengine ambao majaribu yamekuja na kuwafanya wapoteze imani. Wanabadilika kabisa mara moja hapo. Walipokuwa bila majaribu walikuwa wanakuja kanisani vizuri kila siku, lakini baada ya majaribu hata kanisani hawafiki tena. Mtu wa namna hii huwezi kusema kwamba alikuwa na imani kubwa kwa Mungu. Mungu ameruhusu majaribu kutaka imani yetu iweze kuwa strong, iweze kuwa imara. Imarisha imani yako. Pale majaribu yanapotokea basi onyesha imani yako. Na hakika hapa hata shetani akirudi mara ya pili hawezi kukuondoa. Kumbuka vizuri Yesu akiwa Getsemane, shetani alikuja, lakini Yesu akiwa pia msalabani, shetani bado alirudi. Kwa hiyo hata wewe ukijaribiwa na shetani, ujue pia hatakuja mara moja, atarudi tu. Ndugu zangu, imani yetu lazima iimarishwe na majaribu. Na majaribu yanapokuja, Mtakatifu Yakobo anasema lazima tuyakubali, kwani aliyekwisha kupokea majaribu huyo huwa imara katika imani kuliko yule ambaye hajawahi kupata majaribu kabisa. Hivyo inabidi kufurahia majaribu na kusimama imara kwamba Mungu nipo nawe daima. Na hili ndugu zangu, swala la majaribu tunakutana nalo katika tena somo la Injili. Tunasikia katika Injili wanafunzi wa Yesu wakiogopa kwa sababu hawakuchukua mikate. Wanajiuliza kwamba je, tutakula nini? Mbona itakuwa njaa tu huku? Wanajilaumu. Lakini Yesu anasikitika, anaona kwamba kumbe hawa watu wake hawana imani. Yaani amekwisha kufanya miujiza mingi, kubadilisha, kuongeza mikate, lakini bado imani yao hawajaelewa. Pengine walikuwa busy sana wakati Yesu alipokuwa anafanya hii miujiza, akili yao haikuwa pale. Pengine walikuwa wanaona kitu cha kawaida tu. Ndugu zangu, lazima na sisi tuwe na imani. Yesu amekuwa akitutendea mengi sana, lakini tukikumbwa na jaribu kidogo tu tunalalamika kana kwamba hakuwahi kabisa kututendea kitu chochote. Hivyo Yesu anasikitika kwa sababu wanachukulia vitu kimzaha mno. Anaona kwamba matendo yake yote ambayo amewafanyia hawakujengwa kiimani. Hivyo watu kama hawa wangehitaji majaribu ya mmoja mmoja ili wamtambue Yesu kuwa ni nani. Ile miujiza ya pamoja inawafanya wengine washindwe kumshuhudia au kutambua Yesu kuwa ni nani, kwa sababu labda alipokuwa anaitenda miujiza hii, pengine wengine walikuwa wako busy na mambo yao, ndio maana hawezi kujifunza toka kwa hii miujiza moja kwa moja. Hivyo pengine walihitaji majaribu ya mmoja mmoja ili kila mmoja aweze akili muingie, aweze kuwa na imani thabiti. Hivyo ndugu zangu, leo tunaalikwa kuangalia majaribu yote ambayo tumewahi kukutana nayo katika maisha yetu. Yaangalie, ona kama yamewahi kukuimarisha. Kama yameshindwa kukuimarisha, lazima ubadilike. Hapa ni kukosa imani kama hawa mitume wa leo. Usikubali ugonjwa au jaribu lolote likufanye uwe sababu
ya wewe kushindwa kuishuhudia imani. Tusimtukane Mungu wakati wa majaribu. Yakobo anatuambia kwamba imani yetu ikiimarishwa kwa njia ya majaribu, basi tutastahili tuzo kubwa. Maneno haya yatutie moyo kuvumilia majaribu pale unapokutana na changamoto mbalimbali. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kukumbusha shajara za Asali Mubashara zipo za kutosha kabisa. Pale Moshi Bookshop zipo za kutosha. Dar es Salaam St. Joseph kwenye container la kwaya zipo za kutosha. Dodoma kwa dada Alistidia, namba yake ni 0713 48 84 59. Dada Alistidia kutoka Dodoma anazo shajara. Ukimpigia basi unajipatia shajara yako ukiwa maeneo ya Dodoma. Lakini ukiwa Moshi, ukitaka kuwasiliana na Moshi Bookshop unaweza kutumia 0754 88 28 27. Ukiwapigia hao utapata. Lakini pia ukitaka kuwasiliana na kijana wangu ambaye unataka pengine shajara za jumla au unataka kutumia direct kutoka Msimbazi Padre Pio Shrine, basi ni 0619 24 14 24. Huyo anaitwa Francis, mpigie basi atakutumia shajara popote utakapokuwa. Nakutakia siku njema.